Pamoja na mafanikio hayo yaliyopatikana katika nusu ya kwanza, kazi iliyo mbele yetu katika kipindi cha nusu ya pili ya mwaka wa fedha na kuendelea mbele ni kubwa sana, ambayo inahitaji ushirikiano wenu kwa pamoja. Matarajio ya serikali kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania ni makubwa, hasa kutokana na azma ya serikali kutaka nchi yetu ijitegemee kimapato na kuendesha shughuli zake za kawaida za kuharamia huduma za kijamii, za afya, elimu na nyingine, na zile za maendeleo kwa kutumia mapato ya ndani. Kwa hivyo kazi yetu kubwa imekuwa kubwa zaidi. Siku za nyuma tulikuwa tunategemea ufadhili wa washirika wa maendeleo, lakini sasa hivi serikali imeamua azma ya kujitegemea kimapato. Kwa hivyo nichukue fursa hii kutoa wito kwa kila mtumishi wa Mamlaka ya Mapato Tanzania kufanya kazi kwa bidii, weledi, ubunifu na uzalendo ili tuyafikie matarajio haya ya serikali na tuweke mbele maslahi ya taifa letu. Chama kwa kipindi cha miaka mitano. Toka tumechukua chama mpaka sasa, ni vitu gani vimefanyika na sisi uongozi tunaomaliza muda wetu, lakini pia tunayo ajenda ya mpango mkakati wa miaka mitano mingine kuanzia 2026 kwenda mpaka 2030. Lakini pia tunayo ajenda kubwa sana ya uchaguzi mkuu wa viongozi wakuu wa chama. Tulishafanya uchaguzi wa matawi, viongozi wa matawi wakapatikana. Sasa tunaenda kuchagua tena uongozi mwingine wa chama chetu wa kitaifa wa miaka mitano ambao utaongoza kuanzia sasa 26 mpaka 30. Na hilo la kwanza. Lakini la pili ni kufanya tathmini kama nilivyosema ya utendaji wetu wa kazi ndani ya miaka mitano ambayo tumemaliza. Yako mambo mengi ambayo kama chama ambayo tumeweza kuyatenda, na ni nafasi sasa ya mkutano mkuu kutoa mrejesho, pamoja na kwamba tunafanya vikao vya kila mwaka, lakini mkutano mkuu unafanyika mara moja kila baada ya miaka mitatu. Kwa hiyo tunatoa mrejesho wa kazi ambazo tumefanya, mafanikio ambayo tumeyapata, changamoto ambazo tumekutana nazo, lakini pia na way forward. Na kwa minajili hiyo sasa tumetoa taarifa ya utendaji wetu wa chama kwa wanachama wetu. Tumetaja baadhi ya vitu ambavyo tumeweza kuvishughulikia, vikiwemo chama chetu kilikuwa kichanga, vikiwemo uongezekaji wa wanachama wetu. Tulianza na chama kikiwa na wanachama 1119. Sasa mpaka tunamaliza muda wetu tumeweza kufikisha wanachama 6021. Lakini pia kama mnavyojua, vyama vya wafanyakazi ni vyama ambavyo vinawakilisha maslahi ya wafanyakazi, vinaenda kuongea na majini. Yako mambo mengi ambayo sisi kama viongozi kwa niaba ya wafanyakazi tumeweza kuongea na majiri wetu, yako ya kimaslahi. Yako mambo mengi ambayo tumeweza kuyafanya ambayo tulikuwa tunatoa mrejesho, yakiwemo kama nilivyosema maslahi ya wafanyakazi. Sasa maslahi ni mapana, yako ambao tayari tumesha yatoa mrejesho kwa wanachama wetu na kimsingi wameweza kuridhika nayo. Sasa sitaki twende kwenye details za mafanikio, lakini tunasema kwa ujumla kwamba kwa kipindi cha miaka yetu mitano tumeweza kufanikiwa ajenda tulizokuwa nazo kwa kipindi cha miaka mitano tulichoanza nacho mpaka mwisho. Sasa tunafurahi kusema kwamba tumeweza kutekeleza kwa asilimia karibu 90. Tunategemea sana ukusanyaji wa mapato uweze kusaidia katika kuelekea katika kujitegemea. Tumemsikia mgeni rasmi akizungumzia swala la maslahi. Naona linakwenda kuhakikisha kwamba unaongeza ukuaji wa ukusanyaji wa mapato kwa kiasi gani? Swala la maslahi, kwanza tunaishukuru management ya Mamlaka ya Mapato katika swala zima la uboreshaji wa maslahi. Maslahi yetu yameboreshwa kwa kiwango kikubwa sana. Na vile yale maslahi ambayo sasa tumetoa kama hoja zetu, mgeni rasmi umesikia amesema wanaenda kuzichukua. Sasa hiyo itaongeza chachu katika ukusanyaji wa mapato, itaongeza ari na morali wa kuanza kufanya kazi. Pamoja na kwamba tunafanya kazi, tunatambua wajibu wetu kwa kufanya kazi, lakini sasa hayo uongezekaji wa yale maslahi ya wafanyakazi itaenda kuwa chachu ya kuhakikisha kwamba sasa tunafikia yale malengo ambayo tumejiwekea. Na niwakwambie ndugu mwandishi wa habari kwamba tumekuwa kwa kipindi cha mwaka mzima sasa, kwa mwaka wa fedha 2024 kwenda 2025 tumeweza kufikia malengo ambayo tumewekewa na serikali. Sasa hii ni kutokana na ushirikishwaji wa management ya Mamlaka ya Mapato
pamoja na sisi chama cha wafanyakazi pamoja na wanachama wenzetu, lakini pamoja na staff wa TRA nzima. Lakini pia kwa nusu mwaka sasa kuanzia Julai mwaka 2025 kuja mpaka Disemba pia tumeweza kuvuka malengo ambayo tumewekewa na serikali. Tunasema sasa hii ni kutokana na ushirikishwaji ambao tuko nao sisi pamoja kama chama, lakini pamoja na management ya mamlaka ya mapato. Tu kwa watumishi wa kusanya mapato ni kwamba kwanza tulikuwa na kauli mbiu ya mkutano wetu, tunasema maafisa wa kodi kwa mwendelezo wa ukuaji wa biashara ambazo sisi tunazisimamia, kwamba ushiriki wetu kama wafanyakazi katika kuhakikisha kwamba tunaboresha ukusanyaji wa mapato na tunaendeleza pia biashara zile ambazo tunaenda kukusanya mapato kwa ndio la kwanza. Kwa hiyo tunasema kwamba sisi kama watumishi wa mapato ni washirika wa wafanyabiashara. Kwa hiyo tunawaalika kwanza waje kwanza tuwasikilize, na ndio maana kwenye siku yetu ya 3 tunakuwa na kitu kinaitwa tax screening. Ni wakati ambapo tunawaita waje tukae nao tuwasikilize, kujaribu kutatua changamoto mbalimbali ndogo ndogo ambazo tunaweza kuzitatua. Watueleze wanachotarajia kutoka kwetu na sisi pia tuwaeleze tunachotarajia kutoka kwao. Na wahimiza wanachama wenzangu wa TAREU kiujumla kufanya kazi kwa kufuata maadili, kuwa na nidhamu ya kazi, pia na kufanya kazi kufuata miongozo ambayo tumewekewa na kanuni zetu. Na la muhimu kabisa, tunatakiwa tujitambue kuwa tuko pale kwa ajili ya kuisaidia serikali katika ukusanyaji wa mapato. Ni nafasi ambayo tunatakiwa tuitekeleze kwa kufuata miongozo, taratibu na sheria.